فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فإن قال قائل akisema msemaji maana akiuliza احيانا يعبر بقال بمعنى سأل wakati mwingine usemwa qala lakini kusudiwa sa'al فإن قال قائل akiuliza muulizaji sababu nakuja mbele ni swali هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم je mnawakufurisha watu wa ta'wil au mnawatia kwenye ufasiki mnawatia kwenye ukafiri watu wa ta'wil au mnawatia katika ufasiki hilo ni swali muhimu sana na madhhabu na misimamo ya watu huchukuliwa kutoka kwenye yale yaliyoandikwa na maimamu wao na wanayoyasema maimamu wao na wanayoyasema watu wa ilmu yani tulabu ilmi katika wao hayo ndio madhehebu ya watu ndipo yanapochukuliwa na hayachukuliwi madhehebu ya watu kwa yale wanayosemwa na maadui zao wale wanayosemwa na wajinga wasiowafahamu wao na haya ndio madhhabu ya Ahlus-Sunnah ilivyo sisi tunapotaka kuwasema ar-Rafidha mathalan tunatakiwa tunukuu kutoka kwenye vitabu vyao wanawazuoni wao wanasema nini au yale yanayosemwa na wanawazuoni wao wakubwa wanaotegemewa katika kauli zao katika maneno tunayosikia kutoka kwao tutawahukumu wao kwa njia hiyo au tunapotaka kuwasema masufi tutasema kwa yale yaliyomo ndani ya vitabu vyao na yale yanayofanywa na wanawazuoni wao na wanayosema wanawazuoni wao hatutachukua maneno ya mtaani ya watu wa mtaani tukahukumu kwamba haya ndio madhhabi ya watu fulani si katika insafu kufanya hivyo sasa wale wanaosema hawa mawahabi wakiwa wanakusudia sisi salafiyun kazi yao kuwakufurisha watu wanawakufurisha waislamu kuna wanaosema kwamba wanawakufurisha waislamu tangu enzi ya karne ya 6 mpaka leo wanawaingiza motoni kwamba wote hao ni makafiri ila wao tu kisha wanaambia jamani rehema za Allah ni kunjufu ni pana milango ya pepo iko mipana mbona mwafungia watu milango ya pepo mtaka muingie peke yenu tu mwaingiza mnaowataka mwatoa mnaowataka sisi sote motoni sote makafiri wanasema hivyo huwa wanakimbilia kwenye hilo sisi wanatuambia ni makafiri mushirikina sisi jamani kinachosemwa ni hiki misingi ni hii tuambiwa sisi ni mbwa wa motoni jamani utamwita vipi muislamu zako mbwa wa motoni asahau kwamba anasema mbwa wa motoni ni mtume lakini kaambiwa nani maneno yake yatamka mtume sallallahu alaihi wasallam kilabu nar hadithi ya Abu Qatada sasa sijui wao wanazitumia wapi hizi hadithi kwamba wanaziweka kwenye mahali gani aliyesema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sasa tuje tuangalie tu mmoja mmoja na watu je watu wote kweli ni motoni waislamu wote wanaoswali motoni makafiri washirikina alafu wakichinja sisi twala sasa vipi jambo hili haya Sheikh ameuliza swali hilo kwamba muulizaji akiuliza swali hilo utajibu nini nani huyo ni Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ni mmoja katika wanawachuoni wetu wakubwa tunawategemea katika zama hizi rahimahullahu ta'ala na maneno yake ndani ya kitabu hiki na maneno yake yeye hayakhtalifiani na maneno ya mashaikh wenzake
bali maneno ya mashekhi zake. Maneno yake yeye hayatofautiana maneno ya mashekhi wenzake waliokuwa katika rika lake, bali hayatofautiana na wanawazuoni ambao ni mashekhi zake waliomtangulia, wala mashekhi wa mashekhi zake. Aqida ahli sunna haina mgongano katika mambo kama haya, misingi yao iko pamoja kabisa. Si kwamba Ibn Uthaymeen atasema hukumu hii alafu kumbe Ibn Baz ana hukumu yake nyingine katika masuala haya na msingi tofauti. Hapana, si na ukiona kuna tofauti imekuja, basi ni katika masuala ya ijtihadi, pengine misingi yao ni hiyo hiyo, wakatofautiana tu katika masuala ya tanzilul ahkami ala almuayyan. Yani masuala yapo tangu zamani. Sasa Sheikh anasema kulna, sisi tutasema alhukmu bitakfiri au bitafsiqi laysa ilaina, hukumu ya kukufurisha au ya kufasikisha, hukumu ya kutia kwenye ukafiri au hukumu ya kutia kwenye ufasiki haiko kwetu sisi, hatuna mamlaka hayo, bali huwa ila Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bali hukumu hiyo iko kwa Allah aliyekuwa ametukuka na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa min alahkam alshar'iyya, hiyo takfiri, hiyo hukumu ya takfiri hiyo na tafsiri, hukumu hiyo ni katika hukumu za kisheria, allati ambazo maradduha ila alkitabi wassunna, marejeo yake ni kwenye kitabu na sunna. Kwa hiyo hivi ndivyo wanavyosema mashekhe zetu na ndivyo walivyoandika, na sisi twasoma na tuwasomesha wanafunzi wetu hivi. Kisha akasema fayajibu tathabutu fihi ghayat at-tathabuti, unapasa kupata uthibitisho ndani yake, upeo wa mwisho wa kupata uthibitisho au kutaka uthibitisho. Unapasa kutaka uthibitisho ndani yake kwa upeo wa mwisho wa kutaka uthibitisho. Fala yukaffaru wala yufassaq, hatatiwa katika ukafiri wala hatatiwa katika ufasik, illa man dalla alkitabu wassunnatu ala kufrihi au fisqihi, isipokuwa yule ambaye kitabu na sunna, isipokuwa yule ambaye kimefahamisha kitabu na sunna juu ya ukafiri wake au ufasiki wake. Imekuja aya, imekuja hadithi juu ya jambo hilo. Wal aslu fi almuslimi adh-dhahiri al-adala, wal aslu fi almuslimi adh-dhahiri al-adalatu, na asili kwa muislamu aliye dhahir, mwenye kudhihirisha uislamu, yani ni uadilifu. Hiyo ndio asili. Afwan, hapa itakuwa ni naat. Wal aslu fi almuslimi adh-dhahiri al-adalati, kana mudhafu na mudhafu ilayhi. Asili kwa muislamu aliyekuwa dhahiri, mwenye kudhihirisha uadilifu. Asili kwa muislamu mwenye kudhihirisha uadilifu au aliyedhahiri kwa uadilifu, ikawa adh-dhahir ni mudhafu na al-adalati ni al-mudhafu ilayhi. Wal aslu fi al-muslimi adh-dhahiri al-adalati, na asili kwa muislamu aliyedhahiri kwa uadilifu, baqa'u islamihi, ni kubakia uislamu wake, wa baqa'u adalatihi, na kubakia uadilifu wake. Hiyo ndio asili. Huyu ni muislamu anadhihirisha uadilifu, anatekeleza wajibu, anaacha yaliyokatazwa. Huyu asili yake ni kubakia uislamu wake na kubakia uadilifu wake, hatta yatahaqqaqa zawalu dhalika anhu, mpaka lithibitike kuondoka hilo kwake, bimuqtada dalili shar'i, kwa mahukumilio ya dalili ya kisheria, kwa muqtada wa dalili ya kisheria. Wala yajuzu at-tasahulu fi takfirihi au tafsiqihi, na haijuzu wala haijuzu kupuuzia, kufanya tasahul, kupuuzia katika kumtia kwenye ukafiri au kumtia kwenye ufasik, lianna fi dhalika mahdhurain adhimain, kwa sababu kuna katika hilo mambo mawili yenye kutahadhariwa makubwa. Kusema ajili jikafiri tu, wewe ondoka hapa kafiri wewe, wewe mnafiki wewe,
ikawa ni lugha mtu azungumza tu anamwambia mwenzake hili jambo halifai, wewe ondoka hapa, wewe Muislamu mwenzake anamwambia wewe kwanza kafiri, hili jambo halifai, ruhusiwi kuomba hivyo Muislamu mwenzako. Kwa asiyekuwa Muislamu kwa ni kafiri, asili yake ndio hivyo, lakini Muislamu huyo usimwambie wewe kafir. Na kuna tofauti jamaa, inaposemwa kwamba kufanya jambo fulani ni ukafiri na kufanya jambo fulani ni shirki na kufanya jambo fulani ni bid'a. Kuna tofauti na baina ya kusema kwamba huyu ni kafiri, huyu ni fasiki, huyu ni mubtadi', tofauti. Sawa? Ukisema jambo fulani ni ushirikina, umelihukumu jambo hilo, yani Kiislamu. Kimtaani ukisema jambo fulani ushirikina, kwa hiyo mimi nilifahamu ushiriki, hiyo ni kimtaani. Sasa tutazungumza kwa mujibu wa sheria. Sheria ya Allah inatakiwa isomwe, na maneno ya sheria ya Allah yana tafsiri yake na maelezo yake. Tunaona hizi sheria zilizowekwa na walimwengu, zinazowekwa sheria za kitawaghuti, si kila mtu ajue, pengine labda zikazungumzwa Kiswahili lakini wewe usielewe kuzungumza kitu gani. Lazima upate mwana sheria kutafsiria كيف sheria Allah jalla wa ala. Wataka kila mmoja ashereheshe yeye, si kila mtu anaweza kujua sheria ya Allah.